Tai Vision, ulipo tupo, twende pamoja. Huzuni na vilio vimetawala kwa waombolezaji waliopoteza ndugu zao kwenye ajali iliyotokea eneo la Iwambi mkoani Mbeya, ambapo kuna mteremko mkali. Hujambo mtazamaji wa Tai Vision, karibu kutazama makala inayoangazia ajali iliyotokea mkoani Mbeya. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Sio jambo geni kusikia ajali na familia kadhaa kuingia katika huzuni. Mbeya na taifa kwa ujumla limeguswa na msiba mkubwa kufuatia ajali iliyotokea Juni 7 mwaka huu. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga, ajali hiyo imesababisha vifo vya watu 28. Mpaka sasa hivi watu 28 wamepoteza maisha na wengine 8 ni majeruhi. Na katika ajali hii hawa majeruhi 8 wako hospitali teule ya Ifisi na maiti 28 ziko pia katika hospitali hiyo kwenye chumba cha maiti pale hospitali ya Ifisi. Aidha, kamanda Kuzaga amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni mwendokasi wa dereva na hitilafu ya breki. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori, ambaye baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo. Baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali, na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Dr. Juma Zuberi Homera ni mkuu wa mkoa wa Mbeya, amewasihi madereva kuwa waangalifu pindi wanapopita maeneo hatarishi na kuwataka kutumia njia mbadala pale inapolazimika. Magari haya sasa tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwamba Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi, hususan nchi ya Kongo, nchi ya Zambia, lakini pia hata Angola. Sasa swala la kutengeneza barabara, magari yote yanayokwenda, nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule, kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu. Hapa magari maloli yote marufuku kupita kwenye barabara hii. Natoa siku 3 ili kuweza kunusuru maisha ya Watanzania hasa wa mkoa wa Mbeya. Leo hii hapa tumepoteza hata waliokuwa wanatengeneza barabara. Wametoka kule wamemaliza kutengeneza barabara, wamepanda Costa, wanarudi Mbalizi, wamefika hapa wamekufa 4. Tumezungumza na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya Ifisi Morris Martin, ambaye ameeleza hali ya majeruhi wa ajali hiyo. Jumla ya watu waliopata ajali waliofariki ni wengi zaidi kuliko hata majeruhi ambao tumewapata. Mpaka sasa jumla tumepokea maiti 27, ambapo katika hizo maiti 27 wanaume ni 17 na wanawake ni 10, lakini katika wote watoto ni 4. Na wote wamefika wakiwa wameshafariki, isipokuwa mmoja tu alifika akiwa mahututi, baadaye ndo akafariki. Lakini majeruhi tulionao mpaka sasa tuna majeruhi 9, ambapo 2 ni wanawake na 7 ni wanaume. Lakini katika hawa 9, mmoja ni mtoto wa miaka 13 ambaye yuko vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini kwa ujumla wake hawa wote 9, 2 ndio walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko wote, ambao tulilazimika kuingia nao theater kwa ajili ya operation usiku. Walipata majeruhi mabaya sana kwenye viungo vya ndani vya mwili. Kwa hiyo tulilazimika kuingia nao theater na kufanya operation. Tunashukuru Mungu alitoka salama na bado anaendelea na matibabu. Akizungumzia ajali hiyo, James Chatanda ambaye pia ni dereva anaeleza namna ajali ilivyotokea. Mimi nilikuwa mbele na yeye alikuwa nyuma. Sasa wakati tunafanya mawasiliano, mimi nipo mbele, ananiambia nakuja. Baadaye napigiwa simu amepata ajali. Baada ya kufika hapa ikaonekana kwamba gari amekuja ikafeli breki. Imefeli breki pale ndo kusababisha ajali, kugonga gari hii Costa kama mnavyoiona hapa.
na yenyewe imeumia kama hivi. Gari ilikuwa imebeba unga wa ngano, imepakilia kwa Balesa Dar es Salaam Tazara pale. Tulikuwa tunapeleka Zambia. Dereva yeye yuko hospitali mpaka sasa. Kwa taarifa fupi inasemekana kwamba anaendelea vizuri, ila bado sisi hatujafika kwa sasa toka tulivyompeleka usiku. TriVision imefika nyumbani kwa familia ambayo imepoteza ndugu wawili kwenye ajali hiyo. Elia John ni mmoja wa wanafamilia ambao wamepoteza mama na mtoto. Hapa anaeleza. Kaka yangu ndio mke wake aliyefariki. Taarifa za msiba ulizisikia ukiwa wapi na ilikuwaje? Taarifa za msiba nilizisikia nikiwa nyumbani kwa njia ya simu kupitia mume wake. Kwenye familia tumepoteza watu wawili ambaye ni mama na mtoto wake. Lakini kwenye ajali walikuwa watu wengi sana ambao walikuwa pamoja wamepanda kwenye ajali hii. Kwa hiyo baadaye tulianza kuhangaika kuwatafuta. Ilichukua muda mrefu sana, zaidi ya masaa 8 kuwapata na kuwaweka katika eneo lililo salama, namaanisha mochwari. Mtoto aliyefariki ana umri wa miaka 13 na mama yake pia umri wake, yani tuseme mama yake umri wake sio family kwa sababu ana umri usiopungua miaka 40. Mtoto alikuwa anasoma shule ya Dynamic Secondary School ambayo iko maeneo ya Iwala, Tengure Usongwe, na alikuwa form 3. Na huyu mtoto ndio tuliyempoteza, alikuwa anaitwa Derek Martin Ndianya. Walikuwa wametokea mkutanoni. Mkutano uliwekwa na mchungaji Abiudi Mbeya mjini, na baada ya mkutano walikuwa wanarudi nyumbani, na ndipo tatizo hili liliwakuta njiani mlima wa Iwambe ambao unakuja Mbalizi. Licha ya majonzi katika familia hiyo, kanisa la EAGT Gilgal lililopo Mbalizi chini ya mchungaji Andrea Musa Mwaipopo limepoteza waumini wake kwenye ajali hiyo. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameeleza namna watakavyowakumbuka waumini waliopoteza maisha. Tumepotelewa na mama mwenyekiti wa mama umoja wa wanawake WWI wa kanisa la EAGT Gilgal Mbalizi kwa mchungaji Andrea Musa Mwaipopo. Ni mwenyekiti aliyetufaa, ni mwenyekiti mama yetu, ametufaa kwa muda mrefu. Tumetumika naye kwa uzuri sana, na ni mtu aliyekuwa anatufundisha huduma nyingi namna ya kumtumikia Mungu. Kwa kweli tumepotelewa na kifaa ambacho ni kikubwa mbele yetu, yani tunahuzunika. Tuna huzuni kubwa kwa kweli, sisi kanisa pamoja na familia. Tumehuzunika kwa ajili ya mama huyu. Mama alitufaa, mama alituwezesha. Yani alifanya kila mbinu za kutuinua wa mama. Kwa kweli tunasema tunahuzunika sisi kama kanisa wa mama. Tunashindwa hata kuelezea ya kwamba sijajua kwamba Mungu atatupa labda mama mwingine aliyetuandalia baada ya kuondokewa na mama yetu huyu. Jina naitwa Daudi Francis Thomas Mgao. Mimi ni mwenyeji wa Iringa lakini ni mkazi wa Mbeya, hususan katika mji mdogo wa Mbalizi. Na marehemu mama yetu tunamfahamu, ambaye tumefanya naye huduma nyingi kanisani, lakini yeye ametumika pia kama mwenyekiti wa chama cha wanawake pale kanisani, akiongoza na kufundisha mafundisho mbalimbali. Amekuwa nguzo kubwa katika kanisa na amefanya shughuli nyingi hasa za kimaendeleo katika kanisa, kujenga kanisa, kutoa ushauri wa maendeleo ya kanisa, lakini pia pamoja na kumtunza mchungaji. Hivyo kuondoka kwake limekuwa pigo kubwa kwetu. Jina naitwa Tulinago ya Samise Mankotwa. Ninasali kanisa la EAGT Gilgal Mbalizi. Kwa kweli tumepata pengo kubwa kwa ajili ya huyu mama. Alikuwa ni mama anayetufaa sana kwa hapa kanisani. Alikuwa ni mwenyekiti wa wamama. Ametufundisha mambo mengi kwa wamama. Ametufundisha namna ya kumtumikia Mungu. Kwa kweli yani tumepotelewa na pengo kubwa hapa kanisani Gilgal, na tumekuwa na majonzi. Na hatujajua je tutapata mtu mwingine atakayefidia pengo hilo la Edina Ndianya.
Kwa kweli tuna huzuni na tuna majonzi kama kanisa la EAGT Gilgal Mbalizi pamoja na familia. Huyu aliyokufa marehemu ni marehemu ambapo alikuwa ni kiongozi ndani ya kanisa ambapo anatusimamia. Kama ni mtoto, lakini sisi tulimweka kama mama kwa sababu alikuwa anaongea vizuri, tunafurahi, tunacheka. Hivi tumehuzunika mioyoni. Maana tena ametoka na mtoto ambapo naye alikuwa mtulivu. Kwa hiyo mioyo imeumia. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kulia. Machozi yanatutiririka sana. Hatukutumaini tutakiona kitu kama hiki. Iwambi imegeuka kuwa kaburi la watu wasiokuwa na hatia. Serikali na mamlaka za usalama barabarani pamoja na TANROADS zinaombwa kuona namna ya kuharakisha ujenzi wa barabara na kuweka alama za usalama barabarani, ikiwemo kamera za mwendokasi, ili sheria zisimamiwe ipasavyo. Hata hivyo, waliopoteza maisha ni ndugu, marafiki, wazazi na watoto ambao taifa liliwahitaji katika kuleta maendeleo. Je, kilio hiki hadi lini? Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake na lihimidiwe. Asante kwa kutazama makala haya. Kwa niaba ya wote walioshiriki kutayarisha, jina langu ni Elizabeth Nyevambe. Mtazamaji wa Tai Vision, endelea kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata habari zetu. Ulipo tupo, twende pamoja.